Sisi leo tumekuja hapa katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Ni katika sehemu ya maadhimisho ya siku ya vinyozi duniani ambayo kila mwaka huwa yanaadhimishwa tarehe 16 ya mwezi wa 9, kwa maana siku kama leo. Siku hii leo tumeianza na matembezi ya amani kabisa, ambayo matembezi haya tumetembea wastani wa kama kilomita 1 mpaka kuja kufikia hapa katika hospitali yetu ya Manispaa ya Kahama. Lengo letu la matembezi hayo ni kufikisha ujumbe kwa jamii juu ya kada hii ya vinyozi kuwa kama ni sehemu mojawapo katika sekta muhimu ambazo zinazalisha ajira hapa nyumbani na Tanzania, lakini hata nje ya Tanzania. Kwa hivyo tumepita wakati tukitembea tukiwa tumebeba mabango yenye jumbe mbalimbali za kuhimiza wakazi wa wilaya hii ya Kahama na hata wengine ambao watafuatilia tukio letu hili kupitia vyombo vya habari ambavyo viko hapa, vya kuhamasisha kutoka majumbani, kutoka kwenye maeneo ambayo sio rasmi ya kutafutia shughuli, kwa maana ya kutafutia ugali wa siku, kuja kwenye shughuli kama hizi, kuja kutafuta kipato cha halali. Kwa hivyo tumetembea, tumefika hapa, na lengo letu pia hapa tumekuja kwa ajili ya kushiriki kufanya usafi. Kada yetu ya vinyozi inashabihiana na masuala ya usafi. Kwa hivyo tumekuja hapa, lengo letu sote bila kuzingatia ofisi ambazo tunaziwakilisha, kuja kushiriki kufanya usafi. Dhamira yetu ni kuhimiza jamii katika kutunza mazingira, lakini katika kuzingatia kuwa na afya iliyokuwa bora. Nadhani hili swala sio dogo ambavyo watu wanaweza kalichukulia. Hawa watu wamejitoa, watu wamefunga ofisi. Kwa hiyo tuendelee kuwa na huu umoja ambao tunaufanya kwa leo. Na nadhani leo ndi mara ya kwanza kufanya hii Kahama, na tutakuwa ni endelevu kufanya chochote ambacho kitakuja mbele yetu. Lakini swala hili la Babas ni ajira ambayo ni kama ajira zingine ambazo zipo Tanzania na nje ya nchi. Kwa hiyo nashukuru sana mwanasheria ambaye umemwakilisha mkuu wa wilaya kuongea na watu ambao unawaona wameacha shughuli zao, wameacha kazi zao, wamefunga ofisi ili kushiriki swala hili. Jennifer George, natokea 101 Barbershop. Cha kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sisi wote kutufanikisha kuwepo hapa. Cha pili tunashukuru viongozi wetu wa 101 Barbershop kuweza kuturuhusu kufanya jambo hili. Kumekuwa kuna dhana kwamba kazi ya saluni, kazi ya kunyoa ni kazi ambayo sio rasmi katika jamii, lakini sisi tumekusanyika hapa ili kuapprove what wrong, kwamba hii kazi ni kama kazi zingine, ziheshimiwe ni kama kazi zingine. Hii inalisha familia, inasaidia watu pia katika kujikimu katika baadhi ya majukumu yao. Kwa hiyo tunaomba watu wasichukulie kama kazi ambayo haitambuliki katika jamii. Pia ingekuwa ni kazi ambayo haitambuliki katika jamii, tusingekuwa na leseni, kusingekuwepo na mgeni rasmi kwenye hii shughuli yetu. Kwa hiyo tunaomba jamii iweze kuiheshimu hii kazi kama inavyoiheshimu kazi nyingine. Nitumie pia fursa hii kuwapongezeni sana kwa uamuzi huu mlioamua kufikia wa kuungana pamoja na kuweza kufanya matembezi, lakini lengo lilikuwa ni kuadhimisha siku hii muhimu ambayo ni ajira yenu pia. Na kama ambavyo kauli mbiu yenu inasema, kama sekta ya vinyozi ni injini ya vijana, ni injini ya ajira ya vijana na mshiriki uchaguzi mkuu. Kitu ambacho kimekuja wakati mwafaka sana. Kama ambavyo mnafahamu, mwaka huu 2025 tuna uchaguzi mkuu wa Mheshimiwa Rais, wa bunge na madiwani, na uchaguzi utafanyika tarehe 29 mwezi wa 10. Na kauli mbiu yenu imeendana kabisa na siku hii au kipindi hichi ambacho tuko na uchaguzi mkuu. Niwapongezeni sana kwa maamuzi hayo. Vile vile niweze tu kuwatia moyo kwamba sekta hii ya vinyozi sio kama ni sekta ndogo ambavyo watu wanaweza kaitafsiri. Ndio maana sisi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia sheria ya leseni za biashara imetambua sekta hii na ipo kwenye zile leseni ambazo zinatakiwa mtu akate. Ukishaona biashara yote imetambulika kisheria, maana yake shughuli hiyo inatambulika rasmi. Kwa hiyo niwatie moyo na niwapongeze sana, ni jambo jema. Watu wengi tumeona kifanikiwa kupitia sekta hii, ni ajira ambayo iko rasmi kabisa kwa vijana wengi, na kila mtu anahitaji kupata huduma hii. Kama ambavyo unafahamu, kuweka mambo ya mwili safi, mtu umechoka, kuna kuweka viungo vizuri. Kwa hiyo ni sio sekta ndogo, ni jambo tu la kuwapongezeni sana kwa maamuzi haya kuungana. Kama ambavyo tunafahamu siku zote umoja ni nguvu. Na hii kwa Kahama imekuwa ni mara ya kwanza. Kwa kipindi chote toka hii kitu imekuwepo na haya maadhimisho yanafanyika, sisi kama wilaya ya Kahama tujawahi kubahatika kuona hii kitu. Kwa hiyo niwapongeze pia na viongozi wenu kwa kuweza kufikia makubaliano ya kuadhimisha hii siku ya leo. Ni siku muhimu kwenye sekta yenu,
na niwaombe sekta nyingine ziwe na moyo kama huu wa kuweza kuungana. Mnapoungana sekta fulani, inakuwa ni rahisi sana kuweza kutumika kama forum ya kama kuna changamoto zozote, kuonana na sekta yote ile, changamoto ile iweze kufanyaje kupata utatuzi mapema. Lakini mkiwa mko tofauti inakuwa ngumu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.